Ni siku njema ambayo Mungu amefanya na nafurahia. Kwa majina yangu ninaitwa Andrew Ekidolo Sekona. Nimeokoka na Yesu Kristo ndiye Mwokozi wangu na ninampenda Yesu. Kanisa sikiwe, ninampenda Yesu katika moyo wangu kwa sababu mali Yesu amenitoa mbali. Leo ikiwa ni siku ya 25 mwezi wa 5 2025, niko hapa miaka 15 na miezi 2 na siku 10. Bwana asifiwe. Pigie Bwana makofi. 15 years nimekuwa hapa. Nilikuja hapa nikiwa mwanarika team, na nilipofika hapa nilipokelewa vizuri, na tangu wakati hiyo nilipokelewa vizuri walinikuza na neno la Mungu na bishop wetu, jamii ya bishop wetu, na pia washirika wengine walinikuza, kwa sababu hiyo wakati maisha yangu hayakuwa mazuri, na niliona watu pia wanisaidia both physically na spiritually pia. Najua kuna waliniombea, na leo ni ushuhuda ya Mungu liko mahali hapa, na siko vile nilikuwa miaka iliyopita. Kabisa zikiwe. So siku ya leo naenda kujifundisha theme ya mwezi ni Roho Mtakatifu, sivyo? So ombi langu kwa kanisa ni kuwa tunapohubiriwa ama tunaposikiza neno, jambo muhimu katika maisha yetu ni kuchukua hiyo neno, na baada ya kusikiza hiyo neno una meditate, na baada ya kumeditate unaishi kulingana na hiyo neno. Bwana asifiwe. Kama tutafanya hivyo, maisha yetu yatabadilika. Lakini kama tutakuwa tunakuja tu kusikiza neno na kutoka, iwe ni kama rutini ya maisha yetu hayawezi badilika. Bwana asifiwe. Lazima tumjue Mungu, na ili sisi kumjua Mungu ni lazima tuwe na uhusiano bora, lazima tuwe na ushirikiano bora na Mungu. Lazima tuwe na ushirikiano bora na Mungu, lazima tuwe na fellowship na Mungu, ndio maisha yetu yatabadilika. So hii ujumbe Roho Mtakatifu, theme ya mwezi, ni theme muhimu sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu kama wewe ni muumini ambayo hujajazwa na Roho Mtakatifu, maisha yako baada ya kubadilika. Bwana asifiwe. Kama wewe hujajazwa na Roho Mtakatifu, maisha yako hayajabadilika. So theme ya hii mwezi imekuwa muhimu katika maisha yangu at the personal level, na najua pia hata katika kanisa mzima, hata wewe binafsi, hii theme ya Holy Spirit ni muhimu kwa maisha yako, kwa sababu bila Holy Spirit sisi bado tuko huko. Bwana asifiwe. Bado tuko huko, bado tuko mahali tulikuwa. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza. Bwana asifiwe. So katika maisha yetu, kama hatuwezi kuhusisha Mungu, kama hatuwezi kuhusisha Mungu katika plani zetu, katika maisha yetu, katika kila jambo, tujue mwisho wetu ni wapi? Jehanamu. Bwana asifiwe. Njia ni ngapi? Njia ni mbili. Kama utasikia neno la Bwana na kulifuata hiyo neno na kuishi jinsi neno inasema, utaenda mapema. Na kama hautafuata neno la Bwana na kuishi jinsi inasema, si unajua pia mahali utaenda. Bwana asifiwe. So leo ninaenda kuhubiri kuhusu kutembea katika nguvu za kiroho, katika nguvu
za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Leo tunajifundisha kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ninajua wahubiri wote ambao walihubiri mahali hapa kuna mambo waliguzia, na mambo ambayo waliguzia ya kuwa Roho Mtakatifu ako mara mbili katika maisha yetu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ako juu yetu, na jambo la pili, Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Na ukiangalia katika ibada ya wiki iliyopita ambayo mchungaji alikuwa anahubiri kuhusu the gift of the Holy Spirit. Hiyo ni wakati Roho Mtakatifu ako juu yako. Wakati ambapo Roho Mtakatifu ako juu yako, unaweza fanya uponyaji, unaweza fanya miujiza. Na jambo la pili, wakati Roho Mtakatifu ako ndani yako, inamaanisha yale maamuzi utakuwa unafanya, kile kitu chote ambayo utakuwa unafanya itakuwa guided by the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakusaidia wewe kutembea katika mapenzi ya Mungu. Na mapendo, siku ya leo ninahimiza ya kuwa tuwe na hiyo tamaa ya kujazwa Roho Mtakatifu. Tuwe na hiyo tamaa, kwa sababu bila kujazwa na Roho Mtakatifu maisha yetu hayana maana. Maisha yetu na wale watu bado hawajaokoka haina tofauti. Lakini nini itatafuta what will make our life different from the other people? Nini itafanya maisha yetu yabadilike? Maisha yetu yatabadilika wakati ambao Roho Mtakatifu atatujaza. Bwana asifiwe. Na huyu Roho Mtakatifu hajabagua mtu yote. Roho Mtakatifu sio ya mchungaji na jamii yake. Roho Mtakatifu si ya wazee wa kanisa, lakini Roho Mtakatifu ni ya kila mtu. Kila mtu ambaye ako willing, kila mtu ambaye anatamania kuishi na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuja ndani yake. Bwana asifiwe. So wapendwa, maisha yetu lazima tutamanie kujazwa na Roho Mtakatifu. Lazima tutamanie kuishi na Roho Mtakatifu. Na jinsi gani sisi tutaishi, jinsi gani Roho Mtakatifu ataingia ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Jambo la muhimu ni sisi kuwa na ushirikiano na Mungu. Ni sisi kuwa na ushirikiano wa kipekee na Mungu katika moyo wetu. Bwana asifiwe. Katika moyo wetu tumaanishe ushirika wetu na Mungu. Tumaanishe upendo wetu na Mungu. Katika kila jambo ambalo tutafanya tumaanishe ikiwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kama tutaendana kulingana na mwili, jua sisi wote tutafanya nini? Hatutaona mbinguni. Bwana asifiwe. So pia washirika wengi ninajua kuna hali tofauti tumepitia katika maisha. Kuna maisha ambayo tunatamania katika maisha yako. Kuna mambo ambayo tunatamania katika maisha yako, lakini wakati fulani hayo maneno hayajafanyika kwa sababu wewe haujahusisha Roho Mtakatifu. Kuna mipango ambayo umetamania kufanyika katika maisha yako. Kuna jambo ambalo umetamania ifanyike katika maisha yako, lakini wewe haujahusisha Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Wakati Yesu aliambia wanafunzi wake kuwa nimewaachia Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu atawaongoza. So inamaanisha Yesu Kristo wakati ambapo alipaa, alituachia nguvu za Roho Mtakatifu. Na hizi nguvu za Roho Mtakatifu inafaa kutusaidia sisi. Ili sisi tunufaike katika hizo nguvu za Roho Mtakatifu, lazima tuwe na ushirikiano bora na Mungu. Hiyo ni lazima. Bwana asifiwe. Ni lazima tuwe na ushirikiano bora na
na Mungu wetu. Bila hiyo kuna mambo mengi hatuwezi kuyafanya, na kuna mambo mengine hata tunapata Wakristo wengi ni rahisi kusema shindwe, lakini ni jambo ambalo kama mwenyewe angeingia katika maombi, ni jambo ambalo kama mwenyewe angetafuta guidance ya Holy Spirit, Mungu angesaidia kutoka kwa hiyo jambo. Kwa nini sasa? Na mambo mengine katika maisha yetu, kuna mambo mengine ambayo hayawezi kufanyika katika maisha yetu kulingana na plan zetu. Kwa sababu gani? Wakati ambapo uko na Roho Mtakatifu atakuelekeza katika njia ambayo inampendeza Mungu, sio katika plan zako. Unaona, hata ukifikiria lazima kuna jambo ambalo umetamania, na kulingana na hiyo jambo kumbe haikuwa mzuri kwako, lakini hiyo wakati ambapo ulikuwa unataka ifanyike, ulikuwa unaona hili jambo ni mzuri, lakini wakati ambapo Roho Mtakatifu alikuguide, uliona baadaye ya kuwa hii jambo sio muhimu. Tufungue katika kitabu cha Wagalatia mstari wa mlango wa 5 mstari wa 16. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16. Nikiko kwenye kitabu. Neno la Mungu linasema kuwa enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Kwa nini asifiwe? Hapa Wagalatia 5 mlango wa 5 mstari wa 16. Inasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimizia kamwe tamaa za mwili. Wanaweza sikiwe tamaa ya mwili. Ukiangalia katika maisha ya Mkristo iko vita kila siku. Juzi wakati ya teens, jana yetu alikuwa anatufundisha kuhusu decision making. Na kwetu ukiangalia katika maisha ya kila mtu, katika maisha yetu sisi wote, especially sisi ambao tunaokoka, ukiamka kuanzia asubuhi mpaka jioni wakati ya kulala, lazima umefanya maamuzi either kujua ama kutokujua. So katika hii neno linasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Katika decision ambayo tunafanya katika maisha yetu, inaongozwa na maisha ambayo tumekuwa tukiishi. Wanaweza sikiwe, maisha ambayo tumekuwa tukiishi ndio inaleta decision yetu ya kila siku. Decision yetu ya kila siku inakuwa imeletwa na mambo ambayo tunafanya kila wakati. Na katika Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16 inasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa tutaendaje katika tutaishi aje katika maisha ya kiroho? Ili tuendelee katika maisha ya kiroho, lazima tuwe na good fellowship na Mungu. Na how can we have a good fellowship with God? By following the will of God. How can we follow the will of God?
lazima tujue Mungu anasema nini katika maandishi. Mungu anatuzungumzia kila wakati kupitia neno lake. Wakati ambapo unasoma neno kila wakati, inamaanisha hata uamuzi wako itakuwa inatokana kutoka kwa neno la Mungu. Mambo ambayo tunaamua kila wakati ni mambo ambayo yako ndani ya roho yetu. Ni mambo ambayo yamejikusanya kila wakati tunapoishi katika ulimwengu. Wakati ambapo tunachagua kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, inamaanisha maamuzi ambayo tutakuwa tunafanya ni maamuzi ambayo yanaendana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. The only way ya sisi kujazwa na Roho Mtakatifu ni sisi kumjua Mungu zaidi. Ni sisi kutafakari neno la Mungu. Ni sisi kuweka first priority, tuweke Mungu first priority katika maisha yetu. Ili tuenende katika roho ama tupokee Roho Mtakatifu, lazima tuwe na uhusiano mzuri na Mungu. Bila uhusiano mzuri na Mungu, bado tutaendelea katika mwili. Na inakuwa rahisi kwetu kufanya mambo ya kimwili. Bwana asifiwe. Hebu angalia maisha yako. Ni mambo gani wakati ambapo unafanya maamuzi, ni mambo gani unaweza tamka kwa haraka zaidi? Ni mambo ambayo ni ya kiungu ama ni mambo ambayo ni ya kidunia? Kama hatujasoma neno la Mungu, kama hatutakuwa na ushirikiano mzuri na Mungu, hata tukikuja katika kanisani, tukitoka nje, bado mambo ya mwili yanatufuata. Lakini tukisoma neno la Mungu kila wakati na tujizuie na mambo ya dunia, yale maamuzi tutafanya itakuwa ni ya kulingana na mapenzi ya Mungu. So ujumbe wetu inasema kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ni faida gani tutapata wakati ambapo tunatembea na Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu hutupa nguvu juu ya dhambi. Fungua katika kitabu cha Warumi 8:13 hadi 14. Mtu anasomea kama umepata. Warumi mlango wa 8 mstari wa 13 hadi wa 14. Utasoma, kwa maana kama tukiishi kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Umepata hiyo neno? Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mwili mtakufa,
bali kama mkiapisha matendo ya mwili kwa roho, ani pekua mangra kwanto milota hiyo, mtaishi. Kijana wanakia. Wanaweza zibiwe. Kibro Yesu. So, unapata kama umejazwa na Roho Mtakatifu. Toriambia pala elektoria taulaku. Kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako, Ibede ndio goyotoni, itakupa wewe nguvu inagia mkilinga juu ya dhambi. Nui pedala yomo akipiuni iteni. Unaona, kama ndio sasa nimesema kama wewe hausomi neno la Mungu kila siku, Beisomia kwa kutiki. tena inamaanisha kuna mambo ya dunia ambayo yanakuingia. Ijana kwa kompyuta ndio mtoto. Life is a default, like kama utapenda kusoma neno la Mungu, Hivi najua nasoma ndio Mungu. Roho Mtakatifu atakuingia. Kama tawaudi niko. Na kama pia haupendi kusoma neno la Mungu, Tena kwa kusoma ya ndio ile roho nyingine pia itakuingia. Kama tawaudi tena hapo. Ni hivyo tu. Bone. Lazima mind yako iwe occupied. Etamana hata nadao ni araja kwa tambileleka. So, ukiwa na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, Yakali atawa kutome kwa itakusaidia wewe kuepuka dhambi. Kingara kitu kama chakala cha. Kuna mambo mengi ambayo yanatendeka katika nje ya kanisa. Ijana kuna kwa sababu kuna siposa nikala mtu na iglesia. Kama uko na Roho Mtakatifu, Ameutoa watu wako. utashinda. Beauty ya mrona. Lakini kama Roho Mtakatifu alipo ndani yako, Anikamata wakuja kwa maoni. hautashinda. Nyimbe ndio. Na unapata katika maisha ya mwanadamu jinsi amegrow mwili, kwa sababu mwili ni physical, ni iko na uzito kushinda roho. Ndio unapata Paulo anasema katika Warumi 7:15, kwa maana lile nitakalo silitendi, bali lile nilichukialo hiyo ndilo nalitenda. Hiyo ndio maisha ya wanadamu kawaida. Kama sasa neno la Mungu, kwa mfano programs ya kanisa, hatuatendi sana kwa mfano, lakini unapata kuna shughuli ambazo zimetutoa katika hiyo programs. Na it is a default, yani mwili yetu inaingia automatic kwa system. Kama unapenda neno la Mungu, kama uko na ushirikiano mzuri na Mungu, utakuwa na hiyo tamanio ya kuwa karibu na Mungu kila wakati. Lakini kama hauna hiyo tamanio, unapata unafanya ile vitu mwili inataka. Ni mwili tu, sio kitu mbaya, lakini tunaweza control kupitia neno la Mungu. Tunaweza control kupitia ushirikiano wetu na Mungu. Tunaweza shida kupitia Roho Mtakatifu. Wanaweza zidiwe. Unapata tu umefanya ile kitu sio mbele za Mungu, ile kitu haipendezi Mungu. Unaona? So, jambo muhimu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, atakuwezesha wewe kushinda hayo majaribu. Amen. Jambo la pili, nasema kuongozwa katika Roho Mtakatifu. Jambo la pili, Roho Mtakatifu kutuelekeza katika kusudi la Mungu. Wanaweza zidiwe.
mipango za Mungu ni tofauti na mwanadamu. Wakati ambapo Roho Mtakatifu ako ndani yako, atakuelekeza katika mipango ambayo inalingana na mapenzi yake. Atakuongoza katika njia ambayo inampendeza. Na kama Roho ya Mungu haiko ndani yako, utakuwa unafanya mambo ya kupendeza mwili wako. Na baadaye utaona kweli haya mambo yananipeleka mahali sijui hata. Unajua ukiwa na neno la Mungu ndani yako, pia unakuwa by default ni unajipata umekuwa mzuri. Unajipata tu unaenda katika njia ambayo ni mbele ya Mungu. Tunapata katika Matendo ya Mitume 16 mahali Paulo alitaka kuhubiri Asia, lakini Roho alimkataza. Nani atasoma leo? Acha nisome. Matendo ya Mitume 6:16 mstari wa 6 inasema, wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia, wakateremkia Troa. Paulo akatokea na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu kutuelekeza katika kusudi la Mungu. Ukipata hii katika hii kitabu, Paulo alitaka kuhubiri Asia. Lakini hilo halikuwa kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ilikuwa Paulo aende Makedonia. Kwa sababu kuna kusudi ambayo Mungu alikuwa anataka ifanyike katika mji wa Makedonia. So hata sisi Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu atatuelekeza katika kusudi la Mungu. Kuna mambo mengi ambayo katika maisha ya mwanadamu ambayo yanaonekana ni mazuri, lakini kwa Mungu sio mazuri. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakuelekeza ni jambo lipi ni mapenzi ya Mungu. Lakini kama hauna Roho Mtakatifu utaendelea tu kuishi hivyo. Unasema unafanya huduma, unaenda unafanya huduma, inaanguka. Unafanya nini, inaanguka. Kumbe Mungu amekusudia wewe kufanya jambo fulani. Kumbe Mungu amekusudia wewe uende mahali fulani. Roho Mtakatifu utuelekeza katika kusudi la Mungu. Fikiria mchungaji anayeongoza kondoo kupitia bonde. Hawa kondoo
hawajui huko mbele kuna nini. Lakini mchungaji anajua huko kuna simba, anajua huko kuna mbwa mwitu, so anaenda kufanya nini? Anaenda kuleta hapa, niko safe. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu ako katika maisha yetu. Wakati ambapo Roho Mtakatifu ako ndani yetu, atatuelekeza katika njia ambayo inapendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata hiyo maneno? Jambo la tatu, Roho Mtakatifu kutuwezesha kuwa mashahidi. Fungua katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 8. Nasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni mashahidi wa Yesu. Kweli? Sisi ni mashahidi wa kweli wa Yesu. Ni kweli? Ulikubali kwa hivyo? Ili wewe kuwa shahidi mkweli, lazima uwe na Roho Mtakatifu. Lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. Utaambiaje wale watu waliokoka waokoke? Utaambiaje yule mtu hajaokoka kwa Yesu kuna raha? Utaambiaje yule mtu hajaokoka kuwa hii maisha ni unaishi ni mbaya? Lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako. Roho Mtakatifu atakupatia ujasiri. Roho Mtakatifu atakupatia maneno ya kuhubiria watu. Roho Mtakatifu atabadilisha hao watu. Kupitia maisha yako ambayo kuna Roho Mtakatifu, unapoenda kuwa mshahidi wa Yesu, ushahidi huo unakuwa manufaa kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mashahidi wa ukweli lazima wajue neno la Mungu ili wapokee Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza enda huko nje, unahubiria mtu na mtu huyo kumbe mtu ambaye alikuwa ameokoka alafu akabaslide. Nakuletea neno ambalo ni mzito. Sasa kama wewe mwenyewe hujasoma neno na hujajazwa na Roho Mtakatifu, yeye atakuwa anakushinda. Lakini kama umesoma neno la Mungu, umemkaribisha Yesu ndani ya maisha yako, na Roho Mtakatifu ako ndani yako, kila jambo ambalo atakwambia utakuwa na majibu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hautashindwa. Bwana asifiwe. Yesu alikuachia nguvu za Roho Mtakatifu. Sisi tuko na nguvu kabisa. Tuko na nguvu ya kuombea hata mgonjwa apone. Sisi tulihubiriwa last week kuhusu gift of the Holy Spirit. Tukimtafuta
faida ya Yesu. Alikuwa pia katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kibro Yesu. So Roho Mtakatifu kutuwezesha Kwa Yesu. Tuko already na nguvu. Ya ngelinga. Kuna nguvu ya kufanya ushahidi. Ya kama ngelinga kwa Yesu. Urabu. Tunaangalia hata wakati ya kifo cha Yesu Kristo. Akawaita kama mtoto wa Yesu. Tunaona wanafunzi wake mara kwanza walikuwa wanaogopa. Lakini wakati ambapo walijazwa Mtakatifu, uoga ilitoka, ujasiri kuongezeka ndani ya maisha yao. Hawakuogopa chochote na walieneza Injili mpaka Injili leo tuko nayo siku ya leo. Wanaweza sidiwe. Hiyo ilikuwa ni ushahidi. Jambo la 4, Roho Mtakatifu kubadilisha maisha yetu. Ukiangalia katika kitabu cha Ezekiel 36:27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nani mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu hubadilisha maisha yetu. Wakati ambapo Roho Mtakatifu anaingia katika maisha yetu, wakati ambapo tunaishi kulingana na neno la Mungu, maisha yetu yanabadilika. Ukiangalia katika kitabu cha Wagalatia mstari wa 5 kuanzia 16, ukiendelea hapo chini inaonyesha matendo ya mtu ambaye anaishi kwa mwili. Ule mtu hajabadilika. Ukiangalia katika Wagalatia 22 mstari wa 5 mstari wa 22 hadi 23, inaonyesha maisha ya mtu ambaye amebadilishwa na Roho Mtakatifu. Sisi pia tukiandika Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, maisha yetu hayatabaki kuwa ya kawaida. Maisha yetu yatabadilika. Kuna mambo mapya ambayo yataonekana katika maisha yetu. Kuna mambo mapya ambayo utaona katika maisha yetu, maisha yako. Ukikaribisha Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, kuna mambo ambayo yatabadilika katika boma yako. Kuna mambo ambayo yatabadilika katika kazi yako. Kuna mambo ambayo yatabadilika katika watoto wako. Unapoandika Roho Mtakatifu, anabadilisha hali yote ya maisha yetu. Unapokuwa na ushirikiano mzuri na Mungu, maisha yetu yanabadilika na tunazaa matunda mema. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu hubadilisha maisha yetu. Ninaomba siku ya leo ujaribu anza kuwa na ushirikiano na Mungu. Anza ushirikiano na Mungu ili kupokea Roho Mtakatifu. Sasa nikwambie, baada ya miezi kadhaa, kama kuna jambo ambalo lilikuwa linakutatiza katika maisha yako, itabadilika. Mambo hizo kujaribu.
Roho Mtakatifu hubadilisha maisha yetu. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sawa. Katika kitabu cha Wakorintho, 2 Corinthians inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Katika hiyo kitabu cha Wakorintho utangaza mabadiliko ya kweli ambayo yanakuja katika muungano wetu na Kristo. Sio mabadiliko ya nje pekee, bali maisha yetu ya ndani. Tunaenda katika jambo la tano ambalo la mwisho. Roho Mtakatifu hutoa matunda ndani yetu. Wanaweza asifiwe. Ukiwa na Roho Mtakatifu itajulikana, kwa sababu itaonekana ndani yako. Katika hiyo kitabu cha Wagalatia 5:22-23 lakini tunda la Galatians 5 Bwana asifiwe. Biblia. Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 23. Atau menyarankan 22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana asifiwe. Amen. Umeona hayo maneno ambayo tumesoma hapo katika Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22. Ni mambo ambayo yataonekana ndani ya maisha yetu wakati Roho Mtakatifu ataingia ndani yetu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, tunakuwa na upole, tunakuwa na utu wema, tunakuwa na ufadhili na mambo mengine yote ambayo yanahusiana kama hayo. Je, kuna matunda kama hiyo katika maisha yako? Bwana asifiwe. Uko na hayo matunda ndani ya maisha yako? Ukiangalia katika hiyo Wagalatia, ukirudi juu 16, inaonyesha pia maisha ya mtu ambayo hana Roho Mtakatifu. Peleka juu. Basi ninasema nendeni chini kidogo. Basi ninasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata kamwe chini.
lakini matendo ya mwili ni dhahiri. Ebala masukatorobo akwana ketino. Ndio hayo. Ndio haya. Uasherati, Emerete, uchafu, akinyasna, ufisadi, akidanganya kwa ngoro. Sawa. Ibada ya sanamu, akilipema kujo, uadui, akapeli. Tusome wote pamoja. Ugomvi, Eburas, Basi hapo. Na mambo yanayofanana na hayo. Mambo yote ambayo sio mazuri machoni pa Mungu. Inamaanisha unatembea kimwili. Bwana asifiwe. Jamani, katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa hadi wa 6b nasema, lakini tunda la mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo 6b nasema mtu asipokaa ndani yangu kutupwa nje kama tawi na kunyauka. Mwana maneno Yesu anasema yeyote ambaye atakaa ndani yangu, yeyote ambaye atakuwa na ushirika na mimi, yeyote ambaye atanipenda, yeyote ambaye ataenda kulingana na mapenzi ya Baba yangu, atazaa matunda. Tunaona matunda katika Galatians. Na inasema hapo katika 6 inasema na mtu asipokaa ndani yangu kutupa nje kama tawi na kunyauka. Tusipokaa ndani ya Yesu tunakauka. Njia ipi sisi tutakaa ndani ya Yesu? Ni njia ipi sisi tutafanya tukae ndani ya Yesu? Lazima tuwe na ushirikiano na Mungu. Lazima tuenende kulingana na mapenzi ya Mungu. Lazima tuishi kulingana na neno la Mungu linasema. Bwana asifiwe. Wakati ambapo tuko na Roho Mtakatifu, ni nguvu ambazo Mungu atakuwa ameweka ndani yetu. Na tunapata yale yote tutakuwa tunafanya yanampendeza Mungu. Ujumbe wa leo ilikuwa ni kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Je, unaweza jiuliza siku ya leo, kuna vile haujaenda kulingana na neno la Mungu? Kuna vile maisha yako yamekuwa yakienenda? Kuna jinsi unafili kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako?
tukijifundisha Roho Mtakatifu ikiwa ni theme ya hii mwezi. Uko mahali hapa siku ya leo, anatamani kujazwa na Roho Mtakatifu, na kuna njia ambayo unaona au unaenda, na siku ya leo unaamua unataka kuenenda kulingana na Roho Mtakatifu. Wakati ambapo Roho Mtakatifu ako ndani yako, atakupatia ujasiri. Na siku ya leo ukiwa mahali hapa, wachungaji wetu wako hapa, watakuombea. Naomba kama umesikia sauti ya leo, unatamani kujazwa na Roho Mtakatifu, unatamani maisha yako yabadilike, umeamua kuendelea kulingana na njia za Mungu, unaweza kuja uombewe hapa siku ya leo. Kanisa sikie. Unanisikia? Kuna mtu yeyote ambaye anaona maisha yake hayajakuwa kamilifu, anatamania Roho Mtakatifu amjaze? Kanisa sikie. Tushukuru Mungu kwa hiyo. Lakini naomba Mungu aweze kutusaidia. Ujumbe theme ya hii mwezi imekuwa ni ujumbe muhimu katika maisha ya Mkristo. Kama Mkristo atakuwa na Roho Mtakatifu, hata badilika maisha ni mwake. Atakuwa anakuja kanisani, anajiita Mkristo, lakini ndani yake bado hajajazwa. Wanaweza sikiwe. Naomba hii ujumbe, hata kama umekosa katika mwezi wiki moja au mbili, kuna ujumbe wetu katika YouTube account. Unaweza kuangalia mahali pale. Najua Mungu atakuhudumia. Watazamaji wetu pia siku ya leo, ninaomba mahali ulipo waamini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unapoamini katika nguvu za Roho Mtakatifu, maisha yako yanabadilika. Unakuwa mtu mpya ndani ya maisha yako. Jamii ya maisha yako inabadilika. Mipango zako inabadilika. Maana Yesu mwenyewe alituachia Roho Mtakatifu ambaye atatusaidia. Mkristo mkamilifu ambaye amesoma neno la Mungu, ambaye ameshika neno la Mungu, ako na nguvu za Roho Mtakatifu ambaye anamwezesha kushinda majaribu. Mkristo ambaye anasoma neno la Mungu, ambaye ametengeneza uhusiano wake na Mungu, amemwalika Roho Mtakatifu ndani yake, na Roho Mtakatifu atakapochukua usukani ndani ya maisha yako, hali zote zinabadilika. Mambo ambayo ulikuwa unaombea na kufanyika, kwa Mungu atafanyika. Wanaweza sikiwe. Mwamini, mambo kamili siku ya leo. Jambo lolote ambalo imekushinda katika maisha yako, kuhimiza uwe na ushirikiano mzuri na Mungu, na Mungu atakuwezesha kushinda
kushinda hilo jambo. Ndio pale hiyo hakujua kiwango. Mahitaji ambayo umekuwa ukiombea. Yama tunamwona hiyo. Ukihusisha Roho Mtakatifu siku ya leo. Alikuwa hiyo kama ya kusana Bwana. Atakuwezesha. Ndio pale hiyo. Mwanaweza zikiwe. Ndio Yesu. Asanteni. Ndio maana naomba niweze kuimba pamoja. Baada ya praise kwa Mungu leo. Edi ala pe. Pate useo sasa. So kama kwa maana hapa narudia tena. Akamwambia nako. Na tunataka Roho Mtakatifu akuhudumie. Ilipokuja kwa kile pepe ya na hiyo tawa ya kusengana ndio ndio kwa. Ama labda kuna mgonjwa unamjua. Kwa hiyo ya ni ndio. Naweza kuja mahali hapa wachungaji wanapoomba. Andailivyo watakuombea. Ile kamete hiyo. Hata binafsi kama uko na jambo. Yole ngeangia hata hivi. Unaweza kuja kuombea. Ukile pake. Asante. Ndio maana hiyo. Bwana asifiwe. Nahisi tu kwamba kanisa lote tuweze kusimama. Kweli kama vile mhubiri wetu ametuambia, tunashukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ndugu Andrew siku ya leo, vile Mungu ametutumia, na vile tunasikia ni ukweli ni kwamba tumekuwa katika kipindi cha mwezi huu wa 5 ambapo tumekuwa tukiongea juu ya Roho Mtakatifu ili kwamba aweze kutujaza ili kutusaidia katika mambo 5 ambayo ni faida ambayo tumeambiwa. Atakayekuwa ndani yetu na pia akiwa juu yetu, ni yeye atakayetusaidia. Kwa hivyo ni nafasi, kwa sababu ni siku ya mwisho, ni sisi tuweze kuingia katika practicals, na ni Baba yetu hapo tayari wakati ambapo